Hujambo na karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV kokote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Tunakaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Tunakumbusha mara tena kusubscribe kwenye channel yetu ili kuendelea kupata habari, vipindi pamoja na matukio ambayo yanakujia kila saa na dakika kwenye channel hii. Tunakaribisha mara tena kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Tunakutangazia habari hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wacha tufunue pazia ya habari zetu kwa siku ya leo, tukianzia huko Uvira. Mwili bila uhai wa mtu mmoja umeokotwa siku ya kwanza ya tarehe 26 Mei 2025 ndani ya kata la Kilibula kwenye pwani ya ziwa Tanganyika, ukiwa ndani ya mfuko. Hiyo inaonesha ishara inayoendelea kuonesha kuwa viwango vya kuharibika kwa usalama mdogo ndani ya mji huo. Kwake Chako Changu Bon Ane, mmoja kati ya malida wa ndani ya mji wa Uvira, anaonesha hapa namna mwili huo wa bila uhai ulivyookotwa. Kuna mwili ya mtu ililogotewa kuwa Msaki leo asubuhi, ilikuwa découvert Msaki leo asubuhi kunako mnamo quartier Kilibula kujite kulake la Tanganyika. Ni mwili yenye ili mtu amekufa ndani akatiwa Msaki na kutupiwa Mtanganyika. Tanganyika ndio imemtatiza mpaka mleta hapa kwenye mchanga, napatikana mnamo quartier Kilibula. Kwa niaba ya president wa Bajene wa pale Kilibula na sisi ambao tumefika ile masosiyete civil, tumegundua kwamba mshindo mtu mwenye umenyongwa kunyongwa kutupwa ndani ya take na amesha kufa tayari. Tukarejelea kuona kwamba maafa yanakuwa mengi zaidi. Hiyo ndio hali ya leo ambayo tumejiplore zaidi katika hali ya usalama. Kiukweli ni vigumu kama ni mkaji wa Uvira ama sio mkaji wa Uvira, juu hakuna mtu mwenye amemjua, na sura imekuwa imesharibika, mwili umekuwa umesharibika. Amezikiwa tu hapo kwenye Lake Tanganyika, ndio kwenye amekuwa amezikiwa. Hakupata familia, hayakuwa facilement identifié. Ndio maana serikali imeamua kwamba azike pale ili kwamba mwili wake usikambukiza watu wengine kwenye magonjwa mbalimbali. Ilikuwa simple, ni mauaji ambayo imemsibile, basi mtu haogopi yuko ndani ya tatu. Ilikuwa mauaji, ilikuwa simple ambayo watu wameipangilia, ameshikwa na kisha ameuawa na kuwekwa ndani ya taki na kutupwa ndani ya maji. Elewa na mie kwamba ni hali ya mauaji makubwa ambayo inaonekana forme ya mauaji inaonekana katika vile ya Uvira. Huyu ameongeza kuwa hali ya usalama mjini Uvira inaonekana kuzidi kuzorota siku baada ya siku, hasa pale ambako watu wanaendelea kufariki katika njia ambazo zisizostahili. Chako Changu Bon Ane amerejea mara tena. Ni kweli kwamba kila incident securitaire iko na kuwa monitoring na document tuko nazo, hata mwisho wa mwezi kupatia hesabu ya watu hizo waliuawa na kila mtu na certification yake, ama kama atukusema kama iko persona inconnue. Utaelewa na mimi kwamba usalama katika vile ya Uvira ni mbaya sasa, na kila mtu anajilinda mwenyewe. Maombi ya Mungu ndio msaada wa kila mtu. Bila vile atuote mkimbilie nani? Ingalao wazalendo wako, FRDC iko, ANR iko, DG iko, na raia pia iko, lakini iko hali ni haiko sawa. Mtangazaji na autorite wanajiimplike au niveau ya competence zao. Ingalao confusion yenyewe na renye mnamo vile ya Uvira. Tuwaingi kuwa presence ya autorite securitaire kama hivi tunaishi mconfusion total. Hiyo kabisa ipo kuireconnaître. Kwa presence ya meya wa jiji, presence ya watu wengine kama Uvira iko ya gouvernable. Kwa neema ya Mungu tushukuru implication ya watu wote, ingalao masi au tunaperevia watu kufa usiku na mchana. Hali ambayo tunafurahi, tunakondane na tunawajibika kila mtu kuchangia ili kwamba hali badilike. Solution kabisa ni mtu alinde mwenzake. Solution ni mtu aelewe kwamba haiko wakati wa kumfanya mwenzako au kufanya reglement de compte
hata kama mna matatizo ya mwingine, wakati wa matatizo kumaliza ipo. Kwa sasa tuna adui mmoja ambaye ni Rwanda, anajishika nyuma ya M23 na AFC. Watu waache kusiblana, watu waache kuchukumiana. Hapana, tupambane kwanza na adui mwenye anamiliki sasa miezi 2 ama 3 Kamanyola, miezi 2 ama 3 Bukavu. Hiyo ndio watu waelewe. Ya pili, watu waelewe kwamba instance securitaire na judiciaire zimesha kuwa. Inabidi watu kama yuko na problemi na mwenzake aende kwenye parquet ya kuwa opérationnel, aende kwenye bureau de kuwa opérationnel, aende kwenye polisi kuwa opérationnel. Bila vile tutamalizana kabisa, itakuwa tu amenitukana na mimi muisha, haitakuwa nzuri kabisa. Shirika la raia ndani ya tarafa la Uvira linapongeza vya kutosha ngome thabiti inayowekwa na muungano wa wazalendo pamoja na FARDC bondeni mwa mto Ruzizi yapata sasa miezi 3. Kwake Kidumu Filemo, mkuu kiongozi wa shirika la raia ndani ya tarafa la Uvira kitokea Pasange, ameomba kwa wazalendo kuepukana na mgawaniko kwa wakati huu ambako wameungana kwa pamoja kwa kuendelea kumfurusha adui ambaye ni M23. Kwa upande huu ni kushukuru kwanza wenyewe wanadhibiti salama. Sasa tuko tunazungumuza na wao kufatana na magumu ambayo iko inakumba sehemu hii, na wanajaribu kuitumikia malgré diversite yao pia. Ndio maana tunaenda kuwaomba wapiganishe, wachangie mawazo na waone intérêt commun, wasione intérêt binafsi. Na tuko tuna interdit wa politicien na wa leader wa diaspora wenye kuwagawa, waache ile haitatusaidia. Kwa niaba ya shirika la raia lenye tunaenda kurepresenter, vraiment kwa ngambo yetu tumefanya analyze, tukakuta kama wao hawana shida. Wao wazalendo sio shida. Shida inakuwa kwa ngazi kubwa. Unajua kufanya vita ni jambo kubwa sana. Sio tu kuona eti tunakuwa na watu eti wanapita barabarani, eti wanatembea sijui namna gani, eti ndio kufanya vita. Hapana. Vita ina mahitaji mengi. Na ndio maana unaonaga watu wanaenda kupigana na wanarudia wala wanarudishwa nyuma, kwa sababu vita inahitaji vitu vingi. Vita inahitaji vyote ambavyo ni vya vifaa vya vita, chakula, inahitaji madawa, inahitaji hata vile vyombo vya kupigana, hata hali ya kutembea kama vile magari, pikipiki sijui na nini. Wakati hayo ya kijiri, mkuu kiongozi huyo amekemea kwa hali ya juu watu wa nia mbaya wanaotaka kugawa wazalendo kwa maslahi yao ya kisiasa. Sisi kwanza tumesema asante kwa ile kufanya front, kwa sababu yao ndio imefanya ambao walikuwa na kania mude jour wa kwa wameisha occupy parti zote kutokuokipe ile masehemu. Ile kwanza front ambayo imefanyika ya wazalendo, wanajeshi wa Kongo, wa FARDC na wale wa Burundi imesaidia kusema kwamba na adui abadili hata njia yake na anze kutembea kwa njia zingine bali ya kuelekea Uvira na Fizi. Ile kwanza tunaishukuru, na tulihitaji ikiwa vita yule ambaye anastahili kuvisimamia avisimamie bila hata hofu na bila mashaka, yani tayarishe vyote ambavyo vinastahili, ndio vita inaweza kuwezekana. Tumesema ya kwamba tuna mettre en garde wa politiciens wenye kuwa na nia hii, na tuna mettre pia en garde wa leader wa diaspora na wengine ambao wanakuwa na nia zao tofauti, kama vile za pouvoir, kama vile za kujipata kipesa ama kiuchumi, ambao wanaenda kuwagawa kwa maslahi yao. Unajua kama wanagawanika vile ndizo sababu. Ndio maana tuna mettre en garde ile hali na kuwaita wafanye ile cohesion. Kama kuko cohesion, yani kuko unite, watatumika na nguvu nyingi sana. Wasahau kwanza vile vitu vya majeo,
wapiganie kwanza nchi na watapata vyeo kwa kadiri bisi watakuwa wamefanikiwa kutengeneza mambo. Tuangazie huko Kisanya ndani ya tarafa la Fizi, sekta ya Lulenge. Mkuu kiongozi wa sekta ya Lulenge tarafani Fizi ahomba kwa serikali kuu ya Kinshasa na hile ya jimbo kuwajia na misaada ya kiutu raia wengi wanaorundamana katika kijiji cha Kisanya baada ya kukimbia mapambano kati ya wazalendo na waasi wa Ngomino. Katika mahojiano na chaneli yako kwenye line ya simu namba 1, huyo wa sekta ya Lulenge Zawadi Abandelwa Abambe ameanza kuonesha kuwa raia wa grupimenti ya Bashimunyaka Kusini wanapitia hali mbaya hasa ya kiutu. Acha nikuambie ya kwamba ni hali mbovu ambao sekta ya Lulenge naendelea kuishi. Sekta ya Lulenge ni yenye kuundwa na groupment zake 5 ikiwemo Basimunyaka Side, Basombo, Baskasingo, Basimimbi na Obekulu. Nikuambie ukweli ni kwamba vita yenye ukumba groupement ya Basimunyaka Side mu sekta ya Lulenge ni yenye kusababisha maafa makali. Hasa zaidi wakati Novaya wazalendo waliposukuma au wa agresser munivo ya Minembwe na kando kando, raia wangu wa groupement ya Basimunyaka wote walikuja kukimbilia mu village ya Kisanya. Kisanya ni village moja kati ya mavillages zenye kuwa mu groupement ya Basimunyaka Side. Aloro, Basimunyaka Side ni groupement yenye kuwa na village 11. Kwa hizo 11 sasa, kuona kwamba village presque zote walikuja kukimbilia hapa Kisanya, na Kisanya ikabeba agglomeration kubwa ya watu ambao wanaishi bila mahali pa kulala. Watoto wa masomo hawako wanasoma, kupata chakula ni shida, manguo yote waliacha wakati wanakimbia vita, mtu wako wake anajitayarisha. Watoto kama ninavyosema hawako wanasoma, wamama vile vile hawana vyombo vya kupigia. Ile ni maisha, maji ni machafu zaidi. Yana maana kwamba maisha ambao watu wangu wanaishi katika groupement ya Basimunyaka Side kwa leo haifurahishe. Na ningeomba ya kwamba serikali kuu ya Kinshasa na serikali ya jimbo na hiyo pia ya mtaa hapa kwetu Fizi waangalie jinsi gani wanaweza kukuja sababu ya kupana hata misaada kwa raia wenye kuhangaika, sababu maisha yenye raia wangu wanahangaika hayafurahishe. Huyu ameongeza kuwa raia hao wana haki ya kupata misaada kama raia wengine wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Groupement ya Basimunyaka Side na population yangu tunawajibika na sisi kupata misaada wakati tunaingia magumu sawa na hii, sababu ni sisi ambao tunacontribue aussi mwa ile 18 groupements zenye zinaconstitue tarafa ya Fizi. Groupement ya Basimunyaka Side imo, kwa maana kwamba serikali kuu itujali na sisi ije kutuangalia juu ya hiyo hali mbovu ambayo tunaishi leo. Ya pili labda ni fanye cri d'alarme kuambia mashirika ya kiutu waje wafanye usima assistance par rapport ya hiyo situation yenye population ya Basimunyaka Side iko naishi leo. Watu wanahangaika, hawezi kubali kuona maisha yenye watu wako nayo pale. Utalia, magonjwa ya utapiamlo, madawa hakuna, ile yote hali inasababisha hata vifo siku kwa siku pale kwenye wanakimbilia Kisanya, vifo ikuwe na to eleve. Ningeambia watu wote na waro mzuri kwamba chef de secteur wa Lulenge anapeleka malalamiko kwa serikali kuu, serikali ya jimbo na hiyo ya mtaa, na kwa watu kwa ma ONG kuja sababu waje kuangalia watu kwa maisha mbovu ambayo iko kozi na vita benye kuwa muo plateau ya Fizi kwa leo. Tuangazie habari zetu hizi na huko Butembo ambako watu waliojorozesha ili kwenda kufanya mafunzo ya kijeshi huko Nyaleke tarafani Beni jimboni Kivu Kaskazini wameanza safari yao ya kujiunga kwenye kambi ya mafunzo tangu siku ya Jumapili ya tarehe 25 Mei 2025. Amehakikisha yo Tembo Siyotama au sikai na wamasishaji ndani ya mji wa Butembo.
Katika mazungumzo na chaneli yako hii, Tembosi Yotama au Sikai na wamasishaji wa harakati hizo amesema kuwa licha ya msafara huo wa kwanza kuondoka kwenye mafunzo hayo, ila bado milango ipo wazi kuendelea kupokea vijana na mabinti watakaojitokeza ili kugomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaendelea kuonekana kuvamiwa na wahasi wa M23. Wakati ya kwenda kwenye Sandre imeenea, na ile kwenda kwenye Sandre kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi, na hiyo mafunzo ya kijeshi leo ilikuwa rendezvous, lakini inaonekana wengi hawakupata hiyo information, na wale ambao wamepata hiyo information tunashuka nao pamoja. Wengi wanafika kwenye kae, wanasema wajiregistre au watakuja nyuma, lakini wale ambao wamekuwa tayari lo ya kwanza inaenda, na wengine watakuwa naenda wakifata progressive. Inakuwa kwanza fusho moja ambayo tayari nakaribia jaa, na wengine walikuwa hapa asubuhi wamerudilia nguo zao, na wengine wanaprometre kwamba watakuja mchana, wengine magharibi, sijui wengine kesho. Lakini wale ambao kwanza wanakuwa tayari tunaenda nao. Vijana wa Butembo wanakuwa na baridi kwa kuingia kwenye jeshi, lakini tunasema ni wakati ya kutosha hiyo baridi na kujimobilize comme un seul homme. Na mimi kwamba après ekipe ya kwanza ya formation yengine itafata, serikali ndio itawalinda, na huko Nyaleke deja kunakuwa maskari ambao wanachunga hii swala. Huko security iko garanti, na sisi tulijipenyeza kama wamoja wa wasensibilisateur, lakini wa gestionnaire wa hiyo sandre wako huko, na serikali na kamata gestion ya hiyo sandre. Sisi tunakuja tu kama wa notable mugini kusaidia kwa sensibilisation. Mwishowe Bifeza, mmoja kati ya watu waliojirozesha na kusafiri kwenda sehemu hiyo ya mafunzo, anaonesha malengo makubwa kwa yeye kujitolea na kupigania udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yenye na ni motive ni juu kuona ngisi tunateseka siku mingi na Banyarwanda wamecheza na sie siku za tosha. Tunaona ke hakuna wengine wanaweza tupigania isipokuwa sie peke kujitia nguvu na kuonesha ngisi dawa ya moto ni moto. Tunasirika, ndio maana tunaenda saa vile wanamke na sie tunajiandikisha kwenda kuarme na wenzetu wanamke wakui. Tunaenda juu tuende kuwa na ordre, tukue na commandement yenye ko bien contrôler. Donc atuende juu kusema sasa tunafika mumkine kisha tunakuwa menace tena ku population yetu. Mimi naambia wenzangu wanamke wa population wa bababa bote wenye anaweza jisikia huru mwenyeko tu adulte kuanzia ku 18 kupanda, sasa watasikia hii message ili watukute formation ya leg. Huko Mudasa ni kwamba kiisha hali ya usalama kuzorota ndani ya jimbo la Kivu Kusini kupitia waasi wa M23, hatimaye mbuga la wanyama la Kahuzi Biega hadi sasa halina walinzi. Hivyo ni kutokana na walinzi wa mbuga hilo kukimbia sehemu hiyo kwa kufia usalama wao. Katika mazungumzo na chaneli yako, kiongozi wa shirika la raia pa Mudasa, Bwana François Mubalama, amesema kuwa hali kwa sasa ndani ya mbuga hiyo ya Kahuzi Biega inaendelea kuwa mbaya, hasa pale ambako raia wa eneo hilo wanaendelea kuwinda wanyama ndani ya mbuga hilo. Tangu hali ya usalama izorote ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, watu wengi walikimbia makao yao, na vile vile wale ambao wanakuwa wakichunga mbuga la kuhifadhi wanyama ama wa garde park nao pia walikimbia kwa kuhofia maisha yao. Na baada ya kukimbia kwao, parke ya Kahuzi Biega nayo ikakuwa haiko tena epargne na usalama mdogo ama kusorota kwa usalama. Ndiyo unaona kwa sasa siku za leo kunakuwa aktivite nyingi zinafanyika ndani ya parke leo. Tunaona watu wanakuwa wakikata makaa, wanachoma makaa ndani ya mbuga, wengine wanakata miti kiolela, wengine wanakata mianzi, na hata wengine wanatega nyama na kubeba hata imbwa mule kwa ajili ya kuwinda nyama. Hali hii kabisa inakuwa ikileta oga na inaleta kabisa kusikitisha mkubwa sana, kwa sababu tunaona kwamba ikiwa makazi hizi zitaendelea ndani ya park, kutakuwa kabisa consequences nyingi ambazo zitatokana na mazingira ambazo zitakuwa zinakumba watu msiku zinazokuja.
watu wengi kwa leo wanaweza kuwa na ugumu ya kuona ma consequences environnementales ambazo zinaweza kujitokeza hapo mbeleni, lakini kiukweli ikiwa mbuga hili linaendelewa kutatizwa hivi, ma consequences hizo zitakuwa ziko nyingi sasa. Na wakaaji ambao wanakuwa ama wanaishi kando kando ya parke ndio wanakuwa zaidi wako impliqué mu exploitation ya hii parke, bila kujua kama ma modification climatique ambazo tunakuwa tukiishi leo. Watu leo unasikia wanasema kwamba mvua zinakosekana, joto inakuwa nyingi, ni kwa sababu msiku zilizopita tulikuwa tuna exercer pression ku nature na watu hawakutenire compte na makonsekansi ambazo zingejitokeza hapo mbeleni. Tukamilishe habari zetu hizi na habari za kutoka huko Goma. Raisi wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tena kinara wa muungano wa pamoja kwa ajili ya Kongo FCC, Joseph Kabila Kabange amewasili mjini Goma tangu siku ya Ijumaa pili ya tarehe 25 Mei 2025 muda wa usiku. Ni lipi lengo lake la ujio wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mwenzetu Baome Sadi François amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Kuwasili kwa rais huyo wa zamani mjini Goma kumekamilishwa nacho kitengo cha mawasiliano cha wahasi wa AFC M23 kupitia wasemaji wake mkiwemo Lawrence Kanyuka na Willy Ngoma. Joseph Kabila amewasili mjini humo Jumapili ya tarehe 25 Mei 2025 katika eneo hilo linalomilikiwa na wahasi wa AFC M23, hivyo ikiwa katika hatua ya kutimiza ahadi aliyoitoa pindi akihutubia raia pamoja na wafanyasiasa wa Kongo siku chache zilizopita. Katika akaunti zao za X ambayo zamani ziliitwa Twitter, wasemaji wa AFC M23 wameandika, rais wa zamani wa DRC Bwana Joseph Kabila amewasili ndani ya mji wa Goma. Tunamtakia ziara nzuri katika eneo ambazo tayari kukombolewa. Katika hotuba yake, Kabila alishtumu serikali ya Kinshasa kutupilia raia wa mashariki mwa nchi, pia kuwaadhibu kwa kuwafungia mabenki na kukataza watu kuendesha shughuli zao pamoja na vitu vyao. Hatua hizi na zingine zinaua na kusababisha maisha magumu sana kwa raia, alieleza Kabila. Seneta huyo wa kudumu aliomba serikali kuwa na utu kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi katika eneo hilo la mashariki, huku akikazia kuhusu viongozi kulinda raia na mali zao, pia vyombo vya usalama pamoja na vya sheria kutumikia vema raia na kujibu ipasavyo kwa matarajio yao. Joseph Kabila Kabange, ambaye kinga zake za useneta ziliondolewa nalo baraza la seneti wiki iliyopita mjini Kinshasa, anaendelea kutuhumiwa na sheria ya kijeshi kuwa na ushirikiano na muungano wa waasi wa M23 unaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Hadi sasa lengo la ujio wake pagoma halijafahamika, na hata hivyo hakujaonekana picha yoyote inayoonyesha uwepo wake pagoma, tofauti na uhakikisho huo uliotolewa na wasemaji wa AFC M23. Kupitia hapo ndipo tumetamatisha habari zetu kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakusamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tunakusii mara tena, kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, ufanye hivyo ili kuendelea kupata habari zetu, vipindi pamoja na matukio yanayokujia kote duniani. Kisha kufuata habari hizi, tunakuomba kushare kwa watu wengine, kucomment pamoja na kulike. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.